Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Focus Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika channel yetu, na leo tutajifundisha umuhimu wa dua barati kwa matabibu na wanaofanya visomo vya dua. Umuhimu wa dua ya barati au majina 28 ya barati, umuhimu wake kwa matabibu, na maanisha wale wataalamu wanaohudumia huduma za kuwasaidia watu matatizo mbalimbali, magonjwa, majini, sijui nini, na wale wanaofanya visomo vya dua. Ila sio matabibu, wamejiamulia tu kwamba mimi sintokuwa tabibu, japo ndajua utabibu na ufahamu, mimi nitafanya visomo tu kwa mahitaji yangu, ima kwa familia yangu au kwa mtu nitakayemchagua. Ila na wao katika daraja au kundi la matabibu, kwa sababu utabibu ni nini? Hii lugha ya utabibu naweza nikawa sieleweki vizuri. Utabibu ni uganga. Uganga ndio utabibu, na uganga ndio lugha nyingine ya kitaalamu wanasema udaktari. Sasa vimetofautiana. Mganga kwa Kiswahili, tabibu kwa Kiarabu, daktari kwa Kiingereza. Ni mtu mmoja tu. Sasa huyu ni nani? Kwa mfano kwenye utabibu wa elimu hizi za kiasili, kama unaujua mti mmoja tu matumizi yake, kwa mfano labda mti fulani, tuchukulie mathalani mti wa mbazi, unaufahamu kwamba mbazi bwana unasaidia kufunga damu ya mwanamke inayotoka muda mrefu, ile ya hedhi. Mbazi bwana una uwezo wa kumnyanyua mwanaume aliyelogwa akaweza kusimamisha maumbile yake tena. Mbazi bwana una uwezo wa kuua uchawi ndani ya mwili. Ukaona yajua matumizi, wewe tayari ni tabibu. Haijalishi paka ujue miaka mitimia au wewe tayari ni tabibu. Wewe sasa ndio utachagua ni watibu watu kwa aka kipengele ka elimu yangu niliko nao tuvingine tu tutatu, au nibaki nayo mimi mwenyewe kwa ajili ya msaada wa mimi binafsi baadaye. Aidha wewe ni mtu wa kitabu, unafahamu bwana kulhuwalahu ukisoma mara kadhaa mbele ya Mwenyezi Mungu unapata nini, au kul a'udhu bil falaki ukisoma kwa idadi fulani inaweza kukuletea kinga ya mwili wako au kinga ya nyumba, au sauti Yasini ukisoma kwa utaratibu fulani basi inaweza kusaidia kadha wa kadha. Basi tayari umeshakuwa tabibu. Yani una uwezo wa kubadilisha yale maneno ya Mwenyezi Mungu yakatumika kama kinga, mvuto au kuleta maslahi fulani. Tayari wewe ni tabibu, umeshaingia kwenye daraja ya utabibu. Vivyo hivyo na daktari wa kizungu anakwenda hivyo, kama ameshafuata ufahamu. Sasa kule kwenyewe kuna process ndefu kidogo, asome, atahiniwe na nini, lakini kwenye ulimwengu wa kitiba mtu yote anayejua matumizi ya mti mmoja tu tayari huyu ni tabibu. Sasa tuhame huko. Leo tutajifundisha umuhimu wa dua barati kwa matabibu na kwa wale wanaofanya visomo vya dua. Kama uko kwenye kipengele hichi na unayafanyaga hayo niliyoyasema, basi haya maneno ya leo yatakuwa na umuhimu mkubwa kwako. Dua barati ni kile kisomo cha majina 28 ya barati. Achilia mbali hizo sijui ile dua inayosoma baada ya majina 28 ya barati, ile ni kusherehesha na kutilia mkazo. Lakini yale tu maneno ya kusema barati kariri tatiri turan majal mpaka ile jina la 28 shamkhabarum, hiyo ndio dua tunaoizungumzia hapa. Kwa hata kama unasomaga hayo majina ila haufiki kule kwenye kusoma ile dua ya kuhitimisha majina ya barati, bado utaguswa na hichi kipengele ninachokisema hapa. Umuhimu wa dua ya barati kwa matabibu ipo hivi. Tumekuwa tukifundishana mambo mengi katika chaneli hii zaidi ya miaka 4 sasa, na nimekuwa nikizungumza maneno mengi kuhusiana na barati. Bwana, barati ni maneno magumu, barati ni dua kubwa, barati
ukisoma ndo umezeeka kielimu ya kitiba. Mtu mwenye barati maneno yake yanakata kama upanga. Haya maneno unaweza kuosha kuyasikia mara kadhaa. Sasa ipo hivi, mtu yoyote anayesoma majina ya barati, ima anajua faida zake au hazijui faida zake, anafanya utabibu au hafanyi utabibu, anawasomea watu dua au hawasomei watu dua, yani yeye anafanya tu kusoma majina ya barati. Kama unamjua ndugu yako anayefanya kazi hiyo, yani awe anajua anachokifanya au hajui, muogope sana. Labda utakuja nilo, muogope sana mtu huyo. Tena kwenye kumuogopa, usije kuleta mambo ya maudhi kwake akakasirika. Ile tu uchungu wa kukasirika, acha hajaenda kumomba Mungu bana, mimi kuna mtu kanikosea hivi na hivi na hivi, hajafika huko. Kukasirika kwake tu kunaweza kukuletea shida. Majina baratini hatari sana. Uhatari wake upo hivi, huyu mtu anayeleta mazoea ya kusoma majina barati, anasoma labda asubuhi, jioni, kuna wengine wanaweka utaratibu kila siku asubuhi anasoma majina barati kwa idadi ya kadhaa, labda mara 1 au mara 3 anasoma yote, au mara 7 au mara 11 au mara 21 au mara 45 au mara 47 au mara 313. Kuna wengine wamefika daraja hiyo huko. Sasa huyo mtu kama anasoma tu kwa ajili yake yeye tu, kwamba anasikia raha, kwa sababu moja faida za majina barati, unapoanza kuyasoma na kuyazoea, huwa yanakupa raha ya kuyarudia kuyasoma. Kuna mwingine anasoma tu kusikia raha. Kuna mwingine anasoma kwa ajili ya riziki, kuna mwingine anasoma kwa ajili ya kinga, kuna mwingine anasoma kwa ajili ya urafiki na majina yale. Sasa kama anasoma akiwa anajua faida au hajui faida, muogope. Huyu mtu siku kimuuzi akaingia tu na ile huzuni, hivi kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini ikawa vile? Kwani wewe litakukuta na kukukuta hata kama yule hajaliomba, ili lishikilie vizuri. Kwa hiyo usije ukacheza na mtu anayecheza na majina barati. Ndio pale inathibitika kauli yake kwamba mtu mwenye anaifahamu barati, maneno yake yanakata kama upanga. Yani maneno yake hayaendi butu. Sasa faida kwa wasomaji wa dua na matabibu, kwa wale wanaotumia barati sana, ima wanaisoma wala kwa mara au wanaitumia na katika dua zao, ni kwamba pale atakapomsomea mtu dua, ima ni ya kutupitia abjadi au Qur'ani au dua yote ile, maana dua zipo nyingi, akasukuma na barati au hata asisome ile barati, yeye ana nguvu ya mahudamu ambayo inapushi ile dua kwenda kufanya kuleta matokeo ya haraka katika lile alilokusudia. Ndio hapo utakuta mtu anayefanya kusoma majina barati, dua yake inakuwa ni kun fayakun. Yani hazitopita siku 7 hajaona chenye mekifanya leo. Labda leo amesoma dua ile labda inahusiana kumvuta mtu, hazitopita siku 7 lazima ile tukio ataliona. Yani mtu wa barati anajibiwa kabla hata hajasahau. Kwa hiyo mtu anayesoma majina barati, uwezo wa kupushi dua au tiba, mfano ni mtu wa tiba asili, lakini yule mtu akawa anapofanya zile tiba zake za asili, labda anazisomea na majina barati, bimaana kwamba anaandaa dawa zake kwa ajili ya wagonjwa wake au kwa ajili ya mgonjwa wake. Anajua kabisa hii dawa inatibu hichi, hii dawa inatibu hichi, au hii dawa inaondoa uchawi, lakini anasema simpi dawa hivi, hebu niweke kwenye chombo nisomee na majina barati. Huyu mtu ni hatari sana. Siku moja nilikutana na mtu mmoja hivi, tena nilikutanishwa na ndugu yangu. Yani yule mtu alikuwa anifahamu, lakini yeye ana rafiki yake ambaye yeye ndo ananifahamu mimi vizuri. Sasa yule mtu akaniambia, bwana, nimepewa habari zako hivi na hivi, mimi bwana nimeshahangaika sana kwenye wataalamu, ila shida yangu mimi ni na jini maiti. Na jini maiti anapokuja kwangu, anakuja kwa mithili ya mbwa au ng'ombe. Basi ananikimbiza sana, na kuna wakati ananikamata, ananiadhibu kweli kweli. Basi siku nikiota tu ng'ombe, basi kesho asubuhi nitamka nimeugua sana. Ila nishatembea sana kwa wataalamu, wakasema mimi nina jini maiti. Akasema, unataka nini kwani wewe? Akasema, mimi nataka unifanyie tiba. Nikasema, sasa bwana wewe, tiba sawa unaweza kufanywa, lakini gharama utaziweza?
Akasema mimi kwa sasa sina hela na nini. Sasa kulingana na tiba zilivyokuwa na gharama, kwa sababu tiba sio kitu cha kwenda tu mtu anatibiwa then unaondoka, kwa sababu hizi tiba zinaendeshwa na magharama pia, kufidia ule muda ambao mtu atatumia kukusaidia wewe. Kwa yule bwana akawa hana gharama, ila mimi nilichomfanya ili kumsaidia tu katika jambo lake lile, nikamwagiza kanitafutie dawa fulani, nenda polini kanitafutie dawa ya mti huu na ya mti huu, ulete magome au ulete majani, tutengeneze dawa, kwa sababu wewe hauna uwezo wa kugharamia hizo tiba, alafu mimi nitakufanyia visomo bure. Yule mtu akaenda kweli akaitafuta ile dawa akaileta, mimi nikakaa kwenye visomo tena, nikasema sifanyi dua yoyote, nikamsomea tu yale majina barati kwenye ile dawa, alafu nikamwambia nenda katumie hii, kunywa hii yoga. Sasa yule bwana anasema siku ya kwanza tu ametumia ile dawa, wale majini wanaomfuatiliaga wa kichawi, majini maiti, akaja yule jini mfano wa ng'ombe akamkimbiza. Sasa kipindi anataka kumkamata, anasema wakatokea watu wenye mfanano wa mashehe, yani wamevaa makanzu, vilemba, basi walianza kuwakatakata wale ng'ombe vichwa, wanawakata tena, anasema wanawachinjia kutoka juu, sio kutoka chini. Yani kama vile walitokea wale mashehe wana mapanga yale majambia, wakawa wanawakata kutokea juu kwenda chini, wakawakata wote. Kisha wakakutana ule bwana, wakamfariji, wakasema usio na wasiwasi, sisi tumekusaidia, wakaondoka. Asa akasema hii kitu hii, asubuhi ananihadithia hiyo ndoto yake, akasema hii kitu mimi siji kuiona, maana hao ndio ng'ombe wamekuwa kinisumbua sana kwa miaka mingi sana, lakini leo inaonekana wafanyaje, wameangamizwa kwa muda mfupi. Akasema hii ina maana gani? Akasema dua yetu imefanya kazi, dawa unayoitumia endelea kuitumia, imekusaidia na itaendelea kukusaidia. Sasa hii nakupa mfano kwamba hata kama wewe unatumia tiba za asili, unaiamini kabisa dawa hii ninaweza nikampa mgonjwa ikamsaidia tatizo moja mbili tatu, isomee na majina barati, itakusaidia sana. Juzi klipu iliyopita ile ya kufunga nyumba kupitia Suratu Hadidi na kuweka kinga ya mwili kupitia Suratu Hadidi, nilipotoa klipu ile, kuna bwana mmoja alifuata DM kule WhatsApp akaniambia hivi, mimi dua imenisaidia sana, imenisaidia sana kwenye kuweka kinga za nyumba. Akasema kuna sehemu niliitwa nikaenda kuweka kinga. Kwamba jamani, mimi naweka kinga, ila mimi najua kutega, sijui kutegua. Kwa hiyo yote anayejua ana wasiwasi na habari za humu ndani au ana mashaka, basi bora ajiondoe mapema. Kwa hiyo bwana akasema mimi sifahamu kubwa, napomwekea mtu kinga hiyo ni ya Qur'ani au la, nasomea na majina barati. Basi akaweka kinga akaondoka. Anasema habari zilikuwa nzito sana kwenye nyumba ile, kuna watu ilibidi wahame, maana unapofunga nyumba kama kuna mchawi ndani ya ile nyumba, ina maana masuala ya kufanya uchawi ndani ya nyumba ile yanakuwa hayawezekani tena kuendelea kufanyika. Kwa hiyo ili aendelee kufanya yale mambo ya machawi, inabidi ahame pale, aende akafanyia uchawi sehemu nyingine. Lakini somba anatokea kwenye nyumba hiyo hiyo anakwenda kufanya uchawi na anarudi, kwa sababu milango inakuwa imefungwa, hakuna kuingia, hakuna kutoka. Kwa kama wewe ni mchawi imefanyika dua ya kufunga nyumba na wewe ni mchawi ndani ya nyumba hiyo, siku za yani masuala ya kuanga tena au kwenda kuruka juu, hayo yameisha. Hivi vinginevyo ujiongeze, utoke uende ukafanyie uchawi sehemu zingine, yani usio unatokea kwenye nyumba ile. Kwa hiyo dua barati ni dua moja kubwa sana, ina umuhimu mkubwa sana na ina kazi nyingi sana, lakini watu wengi hawajui. Sasa kwa nini watu wafanikiwi kupitia dua barati? Sababu zipo nyingi, lakini sababu moja kubwa ninayoiona na nimeiangalia kwa watu wengi, mfano haya mambo tunahadisiana, mtu alifanya hivi akafanikiwa, akafanya hivi akafanya. Sasa mbona mimi nasomaga hiyo dua lakini sipati? Shida kubwa ipo hivi, mtu anapokwenda kuisoma dua barati kwa ajili ya imsaidie, anakwenda siku za shida tu. Yaani anaweza kana afahamu ya majina barati, anajua, ameshaweka kichwani, ana uwezo kusoma jina la kwanza mpaka la 28, amejua, tena alijifundisha kwa tamu mpaka akajua. Alipojua moyo kamwambia wewe tayari umeshajua, pumzika sasa. Nafsi ikampumzisha,
Sasa siku likimkuta na kumkuta, ndo anakimbilia kwenye makablasha, atafuta majina barati, atafuta udi, atafuta ubani, anakaa hapo. Tena ikiwezekana kupigia na simu, anasema shehe, nimepata tatizo, nataka nifanye dua barati, unanishauri nitumie ubani gani, nitumie udi gani, nisome saa ngapi? Yani unakuta huyo mtu anakuwa makini. Sasa muda huo anakusisa mpaka majira yale ya nyakati, dua gani niisome kwa nyakati gani. Alafu sasa anakwenda kusoma ile dua kwenye matatizo tu. Ile unaweza ukaona matokeo au sione, kwa sababu mahudamu wa majina barati wapo hivi. Wao unapokuwa unasoma majina barati mara kwa mara, wanakufanya kama rafiki yao. Wanasema huyu ni mwenzetu, huyu ni rafiki yetu. Kwa tupo tayari kumsaidia na kutoa msaada wetu muda wote atakapo tuhitaji, kwa sababu tunamfahamu, tunamtambua. Lakini pale unapokuwa umekaa muda mrefu uyasomi, wanao wanaondoka, kwa sababu moja kati ya sifa za mahudamu wa majina barati, kwanza hawakai kwenye kichwa cha mtu, ila wana uwezo kutembea naye. Ila wao hawakai kwenye kichwa cha mtu. Na maanisha hivi, huwezi ukawapandisha mahudamu wa majina barati kichwani kama unavyopandisha vile majini, sijui marohani yako. Hicho kitu sahau kabisa. Kwenye majina barati hawafanyagi kitu hicho. Ila wao huwa wanakuja haraka sana kukusaidia au kukupa msaada pale unapowahitaji. Kwa sifa zipi sasa? Sifa yake uwe labda umeshakaa riadha, na baada ya kukaa riadha ukafanya muendelezo wa kuendelea kusoma majina barati. Sababu tena hapa watu wanafeli. Anakaa riadha, akimaliza ana relax, anapumzika. Sasa nimeshakuwa na mahudamu wa majina barati, sasa nasubiri wagonjwa waje, sasa nasubiri watu wa kufanywa dua waje. Alafu hana ule muendelezo. Wengine wanasema si consistency, yani uwe na muendelezo wa kukifanya kile kitu kwa kukirudia rudia. Yani unaposoma majina barati, umekaa labda riadha au unasomaga, fanya kwa muendelezo, angalau basi kwa uchache, hata kwa wiki mara 3 mara 4. Ila inapendeza kila siku usome angalau yale majina mara moja kwa kila siku. Ila ukiweza soma hata mara 3, mara 7, mara 11, mara 21, mara 45 na kuendelea kwa kila siku. Ila ukiwa na uwezo mdogo wa kustahimili, basi jiwekea hata mara 1 au mara 3 unayasoma. Ile consistency ya uendelezaji wa kuyasoma majina barati ndio itakufanya au itawafanya wale mahudamu wakuone wewe ni rafiki yao. Kwa muda wote utakaohitaji msaada, watakuja haraka na kukusaidia. Lakini kama utakuwa unasoma kipindi cha matatizo, wao wakiona hufanyi ile muendelezo wa kuyasoma soma majina barati, huwa wanaondoka. Hawakai tena karibu na wewe. Wakishaondoka, siku utakapowahitaji unawaita, kuna uwezekano wa kuja haraka au wasije kabisa, kwa sababu wanaona ni kama vile tena wewe ni mtu mgeni tena. Na ndio maana ukisoma kitabu changu cha majina barati cha kwanza, ili kuweka urafiki na mahudamu wa majina barati, umeambiwa pale inatakiwa angalau unayasoma majina barati kila siku kwa idadi ya mara 1. Ile haijasemwa kwa bahati mbaya. Lengo lake ni kuwafanya wale mahudamu waendelee kuwa na wewe muda wote. Lakini sasa bahati mbaya watu wengi wanajua majina barati, wanasoma kwa shida maalum. Yani kipindi wana shida ndio wanarudi kusoma majina barati. Hii inawagharimu sana watu wengi. Wanashindwa kupata matokeo kama jinsi inavyotakiwa. Kumbe sasa wewe tabibu, wewe mganga, wewe mtaalamu, wewe mfanya visomo, jiwekeze angalau tenga nusu saa au dakika 10 za kuyasoma majina barati kwa siku, angalau hata mara 1. Hii itakusaidia sana. Wewe sio mtu mdogo. Watu wengi waliokaa riadha majina barati wana uwezo mkubwa sana, lakini hawaujui uwezo wao. Sio mtu anakaa riadha, akimaliza anaendelea na maisha yake. Lakini sasa mbona sioni asali? Mwingine labda anatamani akishatoka riadha aanze labda kuona wale mahudamu wanakuja nyumbani kwake, wanaongea naye, wanamletea samaki, wanamletea hela, sijui wanafanya. Yeye ndo anatamani hivyo. Kumbe yeye ameshapata nguvu kubwa ya kirohania. Sasa nguvu ile haionekani kwenye athari za maisha ya kawaida, ila itaonekana pale utakapokutana na mgonjwa mwenye majini, ukimsomea dua, kweli itaitika dua hiyo. Nguvu hiyo itaonekana kwenye dua zako mbalimbali unazozifanya kumwomba Mwenyezi Mungu, labda mambo ya riziki, mambo ya hivi, mambo ya vile. Hapo ndipo utakapoona majibu yanakuja haraka haraka. Nguvu hiyo itaonekana pale utakapokwenda kumfanyia mtu dua, mtu ana majini, mtu ana uchawi, utaona athari yake itakuja ni haraka sana, tofauti na ule ambaye hana utaratibu wa kusoma majina barati. Kwa hili nitaka niliweke sawa. Wote ambao wanatumia majina barati wawe na utaratibu wa kuyasoma majina barati, kwa sababu haya yatakupa nguvu ya kuzifanya zile dua zako ziwe mustajaba.
Kuna vipengele kwenye majina Barati vimeelezwa hususani kwenye kitabu kwamba unaposoma dua yoyote ile, basi malizia na kusoma majina ya Barati, dua yako itapaishwa au itapandishwa kwa haraka sana. Hivi vipengele havijasemwa pale kwa bahati mbaya, lakini sasa watu wana taratibu hivi, akishakijua kitu akakifahamu anakiona ni cha kawaida. Lakini kitu ambacho umeshindwa kukifahamu, kitu chochote kile, kama umuhimu wake ni mkubwa, hata kama umekizoea haupungui. Kwa majina ya Barati, hata kama umeyazoea vipi, umuhimu wake au bora wake haupungui. Kwa hiyo nilitaka leo tufahamishane aka kipengele ili tuweze kufahamu kwamba kumbe majina ya Barati tunayosoma kila siku, tunayatumia kila siku, nini tufanye? Weka utaratibu wa kuyasoma kila siku. Ila wewe unayetumia majina Barati kufanya dua zako au kuunganisha na vile visomo vyako vya Qur'ani au tiba zako za mitishamba, wewe utakuwa bora zaidi ukifanya utaratibu huo. Inshallah, hii ilikuwa ni somo la majina Barati kwa umuhimu wake wa matabibu na watu wanaofanya dua. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Leo ni tarehe 24. Clip hii imetoka tarehe 24. Kuna ile ofa yetu ya Idi kubwa imebakisha siku 4 na yenyewe. Leo tarehe 24 imebakisha siku 4. Kwa kama wewe ulikuwa hujanufaika na kupata vile vitabu, sasa tunaelekea ukingoni mwa ofa. Kwa muda tarehe 28 ndio mwisho, basi baada ya watu kusali Idi na siku moja mbele, basi tutakuwa tunamalizia ofa yetu. Kwa hiyo kama unahitaji kunufaika na vitabu, basi unaweza ukafanya malipo ya pesa taslim shilingi 45 ya Tanzania. Unalipia kwenda namba moja hapo katika hizo zinazoonekana hapo kwenye skrini yako. Namba zote zinatumia jina la Bashiri Hussein Lugamba. Basi baada ya kufanya malipo ya shilingi 45 utatumiwa vitabu hivyo kwa mfumo wa PDF kwenye simu yako kupitia WhatsApp au email. Utachagua njia moja. Kama ni mtu wa email utatuwekea na email yako. Kama ni mtu wa WhatsApp basi hakuna shida, tutakutumia kwenye WhatsApp yako. Kwa hiyo hili nitaka nilifahamishe kwa sababu watu wanasema bwana uitangazie ofa au imeshaisha. Hapana, ofa bado haijaisha, ofa inaendelea mpaka tarehe 28 ndio siku ya mwisho. Kwa inshallah tutakutana kipindi kingine sana wakati mwingine. Majina ya Barati yamebakisha majina kama 3. Nimeshafundisha jina la kwanza mpaka la 24 nafikiri, na 4 au na 5. Kwa yale majina ambayo hatujamalizia kuyachambua tutakuja kufanya uchambuzi wake. Lakini kumbuka kitabu cha Barati namba 3 kinaandaliwa. Kwa muda ukiwadia tutakuja kuambizana kitabu cha Barati kimekamilika na tutapeana taratibu za kukipata kitabu hicho. Ila kwa sasa bado tuna vile vitabu 12 vya awali. Inshallah, hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustaz Bashir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.